Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kikosi cha Yanga jana kimeendelea na mazoezi katika uwanja wa KMC, na katika mazoezi yao tumemwona Farid Musa, Shuaboy wakiwa miongoni mwa kikosi, lakini pia hatujaona baadhi ya wachezaji wengine, Prince Dube, Depo ambao moja kwa moja bado wanaendelea na majeraha. Tuanze kwa upande wa Depo pamoja na Dube. Kukosekana kwao katika mchezo unaofuata dhidi ya Prisons, kama hatorejea katika hali yao ya utimamu wa mwili, Young Africans wataathirika kwa kiasi gani? Funga meza. Nadhani ni miongoni mwa maeneo ama eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa ni eneo la ushambuliaji tangu mwanzo mwa msimu. Ukiangalia Prince Dube ambaye alikuwa anaonekana hapo kama mshambuliaji kiongozi, alikuwa hapo Ande Boeli Tembo, ukaona, lakini bado still timu ilikuwa haipati namba nzuri kwenye kuscore. Ukiacha hivyo, kwenye dirisha dogo mabadiliko ama maboresho ambayo yalifanyika kuletwa kwa Depu akishirikiana na Prince Mpumelelo Dube, wakatengeneza ufalme na utawala katika eneo hilo la ushambuliaji. Sasa kukosekana kwao dhahiri shairi kuna kwenda kutengeneza changamoto kubwa katika eneo la ushambuliaji. Unamuona Imam Mwanengo ni mchezaji ambaye amekuwa akijituma sana, lakini bado sio clinical enough, sio mshambuliaji ambaye anaweza akamaliza mchezo, kakabidhi mchezo amalize. Ni mshambuliaji ambaye of course anafanya majukumu mengi, utaona na kasi yake, nguvu, pesi yake hali ya juu, lakini ukiangalia kwenye swala zima la kwenda kuweka mpira kwenye kimia, hiyo tunasemaga ni mara nyingi wagani sana na sio kila mtu anaweza kuwa nayo. Kwa hiyo utagundua kwamba kukosekana kwa Depo ambaye kwa sasa amekuwa ni mshambuliaji ambaye amekuwa na namba nzuri katika michezo kadhaa ambayo ameshuka dimbani akiwa na kikosi cha Young Africans, unaona namba zinaongea na ubaya ama uzuri wa mchezo wa mpira wa miguu kwa miaka hivi karibuni. Watu kabla ya kuzungumza vitu vingi wanakwenda kuangalia namba zinazungumza nini. Ukiangalia goli 6 kama sikosei katika ligi kuu soka Tanzania bara, mchezaji ambaye amejiunga kwenye dirisha dogo la usajili, utaona kwamba ni namba za juu sana. Mchezaji ambaye kama ataendelea hivi zaidi ya goli 10 anaweza kamaliza nazo kwenye msimu. Sasa unamkosa dhahiri shairi, unaona kabisa kwamba mtakwenda ku struggle namna ambavyo mnaweza kupata magoli. Kwa maana hapa sasa ufundi wa mwalimu ndio unaonekana, namna ambavyo anaweza akatengeneza shape nzuri katika swala zima la kushambulia na kuhakikisha timu inaweza kupata matokeo. Na ukitazama katika eneo hilo la ushambuliaji ambao umemgusa Emmanuel Mwanengo, jana alizungumza kwamba alipokosa goli dhidi ya Mtibwa alijisikia vibaya. Ili kumrejesha katika hali ya morali kupambana, pengine anatakiwa kufanya nini zaidi? Kwa sababu ni ngumu kuvaa viatu vya Dube, ni ngumu kuvaa viatu vya Depo. Yeye binafsi anatakiwa kujitengeneza kwa namna gani ili kuhakikisha akipata nafasi anazitumia? Nadhani kwanza umakini. Umakini ni jambo la msingi sana, kwa sababu ukiangalia goli ambalo amekosa dhidi ya Mtibwa Sugar ni umakini na papara katika rango, kitu ambacho kwa mshambuliaji wa daraja la kucheza timu kama Young Africans haupaswi kuwa nalo. Kwa maana unapopata nafasi, akili yako iwe pale katika mpira, akili yako iangalie wapi ambapo unapaswa kuweka mpira. Maamuzi ya papara nadhani kitu ambacho napaswa kujifunza. Na uzuri hata jana alizungumza kuhusiana mara baada ya kukosa goli lile la wazi ya Mtibwa, namna ambavyo watu walikuwa wanamzungumza, lakini still yeye kama mchezaji haya nje acha tuachie sisi kinafunga meza tu tunazungumza. Yeye kama mchezaji anapaswa kutimiza majukumu ambayo mwalimu amekuwa akimpatia na utulivu binafsi, kwa sababu mwalimu hawezi kukupa wewe utulivu kilisogelea lango. Kwa maana mwalimu atakutengenezea mazingira ya nafasi, lakini wewe unabidi ujiweke tayari kwenye kumalizia nafasi. Sasa kujiweka tayari ndio hapo makini na utulivu ambao kimsingi miongoni mwa changamoto ambayo nimemwona yuko nayo ni hiyo. Ukiangalia ni mshambuliaji mzuri, passing yake hali ya juu, ukiangalia nguvu, nishati yake ya kutosha, tanki lake liko vizuri. Hii ni nafasi ambayo kwangu mimi naamini Imam Mwanengo anapaswa kuitumia. Hii nafasi ambayo Imam Mwanengo anapaswa kuitumia. Kukosekana kwa Prince Dube pamoja na Depo huenda akabadilisha historia yake ya maisha kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu ni muda ambao iwe isiwe lazima yeye afanyaje, acheze. Leo hii akicheza aamini kwamba Young Africans ipo katika migongo yake, akicheza aamini kwamba yeye ndo mwenye haki ya kwenda kuamua mchezo. Kwa maana kila maamuzi ambayo atakayefanya kwenye kiwanja basi moja kwa moja atakwenda kupeleka impact chanya ama impact hasi. Kwa hiyo anapaswa yeye kuchagua apeleke impact chanya ama impact hasi kwenye kikosi. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni fursa adhimu, atulize akili,
aone namna ambavyo anaweza kuisaidia taasisi, kwa sababu hii ni fursa. Tunaamini kwamba mfano angekuwepo Depo moja na Prince Dube, yeye nafasi yake kucheza ingekuwa ni ndogo. Lakini this time around nazungumza hawapo, kwa maana anaweza kabadilisha upepo na kuleta upepo kwa upande wake. Hata kama wale kina Dube wanarudi, kina Depo wanamkuta tayari kuna hatua kadhaa amewaacha. Hata mwalimu sasa anafikiria Dube hajakuwa fiti kwa 100%, acha tu nianze na Ima Mwanengo, anaweka. Sisi belewana kesho Depo anaonekana elekelewe kingwa, nianza na Ima Mwanengo, anaweka. Kwa hiyo siku ajikuta wewe ndio unakuwa mshambuliaji jitegemezi, alafu hao wengine wanakuwa ni wale chombeza, aingie huyu aingie huyu. Kwa hiyo ni jukumu lake kama mchezaji. Akilitambua hilo, basi huenda likasababisha maisha tofauti sana kwenye Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.